بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Muulizaji anauliza, assalamu alaikum, mstaafu amepata pesa zake lakini maskini, je, anafaa kutuma pesa hiyo? Anakusudia anafaa kutumia pesa hiyo akahiji? Maana wengine wanasema hafai huyo kwa kuwa maskini anasubiri jibu insha Allah. Kwanza tufahamu ndugu zangu Waislamu kwamba uwezo wa kutekeleza ibada ya hija umegawanyika katika sehemu mbili. Wanasema ahlul ilmi wal istita'atu naw'an, uwezo uko aina mbili: istita'atu bil badani, uwezo ambao wa kutumika kiwiliwili, wal istita'atu bil mal, na uwezo wa kutumika mali. Fal istita'atu bil badani, uwezo wa kutumika kiwiliwili, shartun lil adai, uwezo wa kutumika kiwiliwili ni sharti kwa ajili ya kuitekeleza ile ibada ya hija. Wal istita'atu bil mal shartun lil wujub. Kwa hiyo fal istita'atu bil mal shartun lil wujub, wal istita'atu bil badani shartun lil adai, yani uwezo wa mali ni sharti ambayo mtu inamwajibikia kuhiji. Wal istita'atu bil badani, na uwezo wa kiwiliwili inakuwa ni sharti lil adai, kwa ajili ya kuitekeleza ile ibada ya hija. Sasa mtu ambaye ilikuwa imemlazimikia kutekeleza ibada ya hija, wanasema yule ambaye man wajaba alayhi alhajju wa amkanahu fi'luhu wajaba alayhi ala alfawr, yule ambaye ilikuwa imemwajibikia juu yake kutekeleza ibada ya hija wa amkanahu fi'luhu, na ikamwezesha kule kutekeleza kwake, maana kile kitendo kinamwezesha, kwa maana yuko ni mzima kabisa, wajaba alayhi, basi ni wajibu juu yake ala alfawr, juu ya haraka, maana afanye haraka kwenda kutekeleza ile ibada ya hija, na asiwe kwamba mwenye kuchelewa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Na ni ya Allah juu ya watu, manake na ana Allah juu ya watu kutekelezewa ibada hija, watu kukusudia nyumba ya Al-Kaaba, lakini man istata'a, kwa yule ambaye mwenye uwezo, man istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye mwenye uwezo wa kuendea njia hiyo. Manake ni kwa ajili ya Allah juu ya watu kutekeleza ibada hija, manake watu watekeleze ibada hija kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ala nas, ni kwa ajili ya Allah juu ya watu, hijjul baiti, kuikusudia nyumba ya Al-Kaaba, man istata'a, kwa yule mwenye uwezo, ilayhi sabila, kwake yeye inakuwa ndio njia. Manake man istata'a ilayhi sabila, yule ambaye mwenye uwezo wa kuelekea hiyo inakuwa ndio njia. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, na yote ambaye atakayekufuru akakanusha, basi ajue hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, yeye ni mkwasi, hahitaji viumbe bali walimwengu wanamhitajia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi nyote ni mafukara, kwa maana mnamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ieleweke kwanza, hali ya mwanzo iliyotakana ifahamike hiyo. Lakini hali ya pili, wanasema ahlul ilmi, ajma ahlul ilmi, wamekubaliana wanachuoni ala anna alhajja la yajibu illa ala almustati' maliyan wa badaniyan, kwamba hija, wamekubaliana wanachuoni wote kwamba si wajibu isipokuwa juu ya yule ambaye mwenye uwezo wa kimali na mwenye uwezo wa kiwiliwili. Wal miskin, na maskini, alladhi wajada malan, amepata mali an tariqi tabarru'i au zaka, amepata mali kwa njia ya kupewa sadaka, ya kupewa msaada, amepata mali kwa njia ya kupewa msaada au zaka. Fa in akhadha almala, ikiwa kwamba ataichukua ile mali, la yaj'alhu mustati'an, mali hiyo haifanyi huyo maskini akawa na uwezo, kwa sharti kwamba mali hiyo amepewa msaada au mali hiyo amepewa zaka, maskini huyo haifanyi mali hiyo akawa kwamba ana uwezo bisifatin daima, kwa sifa ambayo ilikuwa ya kudumu.
Kwa hiyo maskini ambaye alikuwa amepewa zaka au amepewa msaada, hija kwake yeye inakuwa sio wajibu kwa mali hiyo. Ndio akasema ahlul ilmi, la yajibu alhajj ala almiskini bihadha almal, si wajibu hija inakuwa sio wajibu ala almiskin, juu ya maskini, bihadha almal, kwa mali hii, lianna alhajja wajibun ala man istataa ilayhi sabila bimalin yamlikuhu, kwa sababu hija ni wajibu juu ya nani? Juu ya yule ambaye mwenye uwezo wa kuielekea hiyo njia kuelekea Maka, bimalin yamlikuhu, kwa mali ambayo yeye anafanya nini? Anaimiliki. Lianna alhajja, kwa sababu hija wajibun, ni wajibu ala man istataa, juu ya yule ambaye mwenye uwezo, ilaihi sabila, kuelekea huko, katika kuelekea hiyo njia kuelekea Maka kwenda kutekeleza ibada hija, bimalin yamlikuhu, kwa mali ambayo yeye anaimiliki, wayazidu an hajatihi alasasiya, na ikazidi zaidi ya ile haja yake ya msingi, an-nafaqa, as-sakanu, ad-dain, manake chakula, yani an-nafaqatu, matumizi yale akawa yuko nayo, as-sakanu, makazi, na vile vile kulipa madeni akawa yuko nayo. Sasa huyu maskini ambaye swali limeulizwa hapo, swali limefanya nini? Limeulizwa kwamba yeye ni mstaafu, na maana ya mstaafu maana yake yeye alikuwa ni mwajiriwa, huyu ameajiriwa, na kuajiriwa maana yake kuwa kila mwajiriwa huwa anaekewa pesa zake katika hali ya kuja kwa mtu mzima ili apate kuja kutumia. Sasa huyu wakati alipokuwa amepata kazi alikuwa anahesabika kwamba alikuwa na uwezo, kwa sababu uwezo ukiwa unafanya kazi ni kutengeneza ule uwezo, baadaye ukaweza kupata kile kiwango. Lakini wengi katika jamii zetu za Waswahili hatuna kawaida ya kutengeneza uwezo kwa zile kazi ambazo sisi ima tumejiajiri au tumeajiriwa. Ikawa kwamba mtu anasema kwamba katika mshahara wangu huu labda niweke kiwango fulani, isipokuwa jambo awe mtu amelitilia ihtimamu kweli kweli, ndo anakuwa analitengenezea uwezo. Labda hana pa kuishi, kwa hiyo anasema kwamba acha niweke pesa zangu kidogo ninunue kiwanja. Akisha kununua kiwanja ndo atatengeneza uwezo vile vile wa kununua mawe, kisha atanunua matofali, mifuko saruji, mpaka manake atatengeneza banda, kwa sababu anajua yeye bila kufanya hivyo hatoweza kufanya nini? Hatoweza kukaa sehemu ambayo ilikuwa salama, akaepukana na maneno ya watu, akaepukana na maudhi ya watu, akaepukana na mambo ya makodi na mfano wa vitu kama hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo kwanza inatakana kwamba lifahamike. Lakini sasa amepata kinu chake cha mgongo, amestaafu, amepata kinu chake cha mgongo, labda amepata milioni 60, amepata milioni 70, amepata milioni 100, amepata labda milioni 150 au milioni 30 au milioni kadhaa. Kustaafu ina maana kwamba huyu mtu anakuwa si mwajiriwa tena, lakini kuna pensheni, mshahara wake unakuwa unapunguzwa, anakuwa anapewa mpaka kufa kwake yule mtu. Ima kama alikuwa akipokea milioni 2 basi akipewa milioni 1, au kama alikuwa akipokea milioni 1 basi akipewa 500,000 na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo ikiwa kwamba amepokea pesa zake nyingi katika hali kama hiyo, huyo mtu ni lazima wakati kwamba alikuwa na ajira akaitekeleze ile ibada ya hija. Lakini je, labda kile kiwango alichokuwa akiajiriwa na mshahara wake ilikuwa akiutumia katika matumizi ya kualisha familia yake, na nyumba alikuwa kakodi, lakini pesa aliyopewa ima afanye moja katika mambo mawili: ima anunue banda aishi na familia yake epukane na kodi, au ende hija lakini bado akirudi atakuwa amekaa katika nyumba ya kupanga. Hapa mtu kama huyu anashauriwa kwamba anunue banda la kujistiri yeye na familia yake, na huku jambo la hija aliwekee mawazoni na alifanyie mikakati la kulitengenezea uwezo ili ende akatekeleze ibada ya hija. Kwa hiyo ikiwa kwamba amestaafu na amepata pensheni yake, amepata mshahara wake, kwa maana ya kuwa yeye ni maskini, sijui umaskini upi anaozungumzia, lakini ikiwa kwamba ana matumizi, kwamba matumizi yuko nayo, kwa maana akienda hija bado matumizi atakuwa yuko nayo, tayari ashapata banda lake la kujistiri na kulipa madeni kashalipa, basi huyu atakana kwamba kwa uwezo huo
wa kustaafu kwake aliopata, pamoja kwamba yeye ni maskini, anatakana kwamba ende akatekeleze ibada hija. Na tafsiri ya umasikini, kila mmoja ukimgusa na kwamba yeye ni maskini, kila mmoja ukimgusa kwamba yeye ni nani, ni maskini. Lakini ikiwa kwamba anakusudia kwa maana asubirie mpaka awe kama wale matajiri wanaosifikana, waliokuwa wafanya biashara wakubwa hao kama kina Bakhresa na wengineo, hapo sasa itakuwa huyu amefahamu maana mbaya, maana ya umaskini. Lakini wastaafu wengi ambao walikuwa wamestaafu, si kwa maana labda wakistaafu ndo labda hawapewi tena zile pensheni zao, yani ile mishahara yao, isipokuwa ile mishahara inakuwa inapunguzwa, lakini zile pesa za kustaafu wanakuwa wanapewa zote. Kwa hiyo akipewa zote, basi mtu anatakana atoe sehemu ya kwenda kutekeleza ibada hija, na kwenda kwake kutekeleza ibada hija maana yake ni kumwelekea Allah, na akifika kule atamuomba Allah mfungulie zaidi na zaidi, lakini kwa sharti matumizi ya watu wake yawepo. Kadhalika vile vile awe tayari amekwisha kupata banda lake, amejistiri na kulipa madeni ambayo labda alikuwa anadaiwa. Kisha baada hapo, kama pesa zipo na katika za kustaafu anazo zimebakia, basi inatakana kwamba akatekeleze ibada ya hija. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali hilo tunalieleza hivyo, na huo ndo usahihi wake, na kuna maelezo mengi sana ambayo wanachuoni wameeleza na wakayatolea ufafanuzi mkubwa sana katika upande huo. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, maskini ikiwa kwamba hana kiwango ambacho kichukua kikubwa cha alichopewa katika kustaafu kwake, haitofaa kwenda kutekeleza ibada hija. Labda amepewa milioni 10, labda ndio cha kustaafu kwake, au amepewa milioni 5 katika cha kustaafu kwake, na hana banda, hana kitu, ana madeni mengi, anakaa nyumba kukodi, huyo haimwajibiki kwake hija. Lakini kwamba amepewa labda milioni 50, labda amepewa milioni 30, au amepewa milioni 40, au amepewa milioni 60, 70 na mfano wa viwango kama hivyo, banda lake yuko nalo alhamdulillah, kashastirika na matumizi yuko nayo na madeni kashalipa, huyu inamwajibikia kwenda kutekeleza ibada hija, pamoja na kwamba mwenyewe atakuwa anajiita maskini. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze nafsi zetu, azifanye kuwa ni zenye kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na atupe hima katika kuyaelekea hayo, na tuepushe na maasiya, tuepushe na kuingia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyakataza. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mikakati ya kuweza kusimamia dini yake, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Barakallahu fikum wa